الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له داع إلى رضوانه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله مخرج الناس من الظلمات إلى النور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعاذني الله وإياكم من البدع والضلالات اللهم آمين. Ndugu zangu katika iman, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salam kiongozi wa umma Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nikuhusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wamefaulu wenye kumcha Allah. Muhadhara wetu wa 4 tutajaribu kuzungumzia at-takhtit qitaru najihin. Mipango ndiyo safari ya wale wenye kufaulu. Mipango ni usafiri wa wale wenye kufaulu. Pasina mipango hakuna kufaulu, ila kila jambo linahitajia kupanga. Kwa hiyo Muislamu yatakana awe na khitwa, awe na mipango katika maisha yake yote ya kila siku, aweke khutut. Ni vipi Muislamu aweke zile takhtuti zake? Na Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu kwa takhtit, ndio maana akamwekea mahatta. Allah kamuumba mwanadamu kwa mpango maalum, ndio maana akamwekea kituo maalum cha kufikia, imma aljanna imma nar, ima afike peponi au afike motoni, kwa sababu kuna malengo maalum aliyeumbiwa mwanadamu. Na Allah mwenyewe akatuambia, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hatukuwaumba majini na wanadamu isipokuwa lengo kubwa waje wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wanawachuoni wanatuambia 3% fakat minan najihina yaktubuna ahdafahum fil awraq. 3% katika 100%, 3% peke yake ndio wanaoandika malengo yao kwenye karatasi. Malengo yako hapa duniani, unataka ufanye nini na litatimiaje hilo lengo, zipi wasaili utakazozitumia? Ni 3% peke yake katika 100%. Hawa ndo huchukua kalamu na karatasi wakaandika yale malengo yao. Hapa shekhe alianza mada ya kwanza, alianza akasema mtu kujipanga kidogo kidogo, utajikuta na wewe umetekeleza ibada ya haji. Kama vile ambavyo ulijipanga kidogo kidogo ukajikuta umejenga nyumba ya msauzi, si ndio? Basi unaweza ukajipanga kidogo kidogo ukatekeleza ibada ya haji. Hasa je, kujipanga kule umejiwekea takhtiti ili uweze kuyafikia yale malengo? Sio wewe unasema nimejipanga, eti naanza kuwekeza kidogo kidogo, mara umepita gulioni unakuta soksi zinauzwa ukanunua. Na wakati unatoka nyumbani haukuwa na mpango wa kununua soksi, wala tatizo hilo halikuwepo.
lakini kwa sababu umeona ni nzuri, zinabana mguu vizuri, ukasema hizi siziachi. Sasa kwa sababu hauna takhtwit, basi unanunua. Yani unaweza ukawa unapata pesa, lakini kwa sababu hauna mipango, utazitumia zile pesa katika mambo ambayo pengine sio ya msingi sana. Unatoka hapa unaelekea Ilongero, lengo ilikuwa ukasalimie ndugu yako tu urudi, lakini kwa sababu una 10,000 mfukoni, ukafika njiani miwa inauzwa, wala haukuwa na mpango wa kununua mua, ukanunua. Alafu unasema nina takhtitu yani. Sasa wachache wenye kufaulu katika maisha yao ambao huwa wanaandika malengo yao na wakayafikia yale malengo, wayahtafidhuna biha, wakayahifadhi hayo malengo, wakaanza kuyatekeleza hatua kwa hatua. Falima la tandhamma ilayhim, kwa nini malengo yao yasipangilike na yakatimia ili hali wamekwisha pangilia? Kwa hiyo kafi nafsak inda itmami li ahdafik, inatosheleza wewe kwenye nafsi yako pale kutimiliza malengo yako, kutimiliza malengo yako. Mfano, leo tumekuja na vijana wengi hapa kutoka Mahad Ibn Masud, wengi ni wanafunzi. Kwa nini unasoma? Malengo ni nini? Kwa sababu wengi wanaenda shule, wanaenda madarisi, hawana malengo. Yani wanakuja kuhamishwa na kitu kidogo sana, kuoa au kuolewa. Yani ile ndo nukta, yani ndio kituo chake kilikuwa ni hicho. Nimepata mchumba, nimeoa, basi habari imekwisha, hakuna kusoma tena. Nimepata mchumba, nimeolewa, basi habari imekwisha, hakuna kusoma tena. Kwa sababu ameenda shule hana malengo. Kwa nini umeenda kusoma? Na unasoma ili iweje? Na ufikie wapi? Lakini yawezekana mwingine ndo lilikuwa ndo lengo ndo hilo. Hasa atakuwa amefikia pia vile vile, limetimia, habari imeishia hapo. Hasa mwingine alikuwa asogee, lakini kwa sababu hakuyaandika malengo yake na wala hajajipanga kuyafikia, basi anakuja kukwamishwa na hichi kikwazo kidogo sana. Na sio kwamba labda akioa au akiolewa kuna kazi ngumu sana ya kufanya mpaka ifike mahala ashindwe kuendelea na malengo yake. Ile akioa au ameolewa, wamefika ndani na kupenda, habari imekwisha, hakuna shule, imeishia hapo, kwa sababu hapakuwa na takhtiti ambaye ni madhubuti. Au sawa, lengo lako ni kuoa, lakini mpaka sasa hivi umejipangaje katika kuoa? Ndio inafika mahala hasa unakuja unapanga harusi, hauna kitanda, hauna godoro, alafu unaanza kuwasumbua watu. Mahari wamechanga, babu na baba wamemchanganya na bibi wakakuchangia mahari, bado unataka na kitanda pia wakuchangie na godoro wakuchangie, alafu wewe una mpango wa kuoa, haukuwa na takhtiti. Sasa ili kusudi ufikie kwenye malengo lazima uanze takhtiti mapema, kwamba nikipata 5,000, hii 5,000 nitaiuzalisha vipi ili iweze kufikia kule malengo, nipate hata mahari au nipate kitanda au nipate mengineo, au nitakuwa nawekeza wapi? Uwe na takhtiti. Kuna mwingine anachonga kisanduku, anakifunga na kufuli, anatupia pale, hakuna wa kuchungulia hapo. Ana takhtiti, yani anataka akifikia muda wa kuoa asije kamuomba mtu godoro. Naona wewe si ulipewa? Kwani nafikiri mimi nimesahau? Wewe ulipewa godoro wewe. Naona hapakuwa na takhtiti nzuri. Kwa hiyo takhtiti ni kitu muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Wala mani an tatarawaja biha bihasabi darajati alhadafi alladhi haqqaqtahu, si vibaya ukaanza kidogo kidogo kwa tadrij katika lile lengo ambalo umejiwekea ili uweze kufika. Falaisa min asahal inda alkathirina aliltizamu bima katabu, na sio jambo jema kwa watu wengi kulazimiana na yale ambayo wamekwisha yaandika, alafu akalazimiana
nayo moja kwa moja yakatimia. Sio jambo jepesi, ni jambo gumu kweli kweli. Jamaa mmoja alianzisha biashara, akaanzisha biashara ya samaki. Lengo alikuwa apate angalau mtaji ukue, angalau afikie anaweza akafanya hata biashara zingine kubwa kubwa, lakini akawa akizikaanga zile samaki anazila. Unaona unaona, anazila. Sasa inafika mahala anakuja kufanya mahesabu jioni, yule jamaa yupo hapa, mimi sikwambie ni nani, inawezekana ni mimi au mwingine, sawa, anazila zile samaki. Sasa inafika jioni, wale samaki ameuza samaki wachache, amekula wengi. Sasa lengo alokuwa analikusudia afikie likakwama pale, lakini akapata lengo lingine la ziada ambalo hakuwa nalo, ni kuongeza afya tu. Hizi ni takhtitu ambazo sio rahisi, yani mtu kajiwekea malengo na ukayadhibiti yale malengo, yahitaji moyo wa ziada. Walakinaha simatun najihina wa ash-shakhsiyati al-fa'ila, hii ni alama ya wenye kufaulu na ndiyo utu wa matendo. Fa in kunta minhum, kama wewe utakuwa ni katika hao, fa anta tastahiqul mukafaa, wewe unastahili kupewa pongezi. Kama wewe ni katika hao watu, wewe unastahili kupewa pongezi, ikiwezekana hata motisha pia vile vile upatiwe. Wasaufa tash'uru bimashairi ijabia, na utaweza kuhisi ufaulu wako ukiwa katikati ya safari, unaanza kujiona kabisa hapa naendelea kufaulu. Kama lau tamma takrimaka min jihati ma, kama vile ambavyo itatimia utakirimiwa siku miongoni mwa masiku. Haistahiki sisi kutilia mkazo kuangaikia hii dunia kwa sababu ni aradhun zail, lakini wala tusiipe ile al-aulawiyat, yale mambo muhimu sana tukayawekeza hapa duniani, ala hayati mbakia, kushinda yale maisha yenye kubakia, wa naimun abadiyun, na neema ambazo ni za milele kule akhira, la yazulu, ambaye hazitaondoka. Wa kama qala Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, kama alivyosema al-Imam Ibn al-Qayyim, rahma na amani za Allah ziwe juu yake, amesema a'dhamu ribhi fi dunya, faida kubwa katika dunia hii, faida iliye kubwa hapa duniani, an tushghila nafsaka kulla waqtin bima huwa aula biha, ni kuishughulisha nafsi yako wakati wote katika lile jambo ambalo ni muhimu, ambalo umejiwekea. Ishughulishe nafsi yako kwenye jambo hilo. Yani itakustaajabisha wewe kama una lengo ambalo ni la kuitafuta akhera, unaenda unakaa kwenye mpira unatizama dakika 90 zinaisha. Hii ni ajabu kubwa sana. Wewe hauna malengo na akhera, alafu wakati huo hata suratul Fatiha hauijui. Kwenye swala tu suratul Fatiha inakukwamisha, alafu unapoteza dakika 90 kwenye mpira, kwenye vibanda umiza. Hauna malengo na akhera yako. Itastaajabisha endapo utakuwa una shida nyingi, una humumu nyingi, alafu unaenda kulipia pesa zako kwenye banda la mpira ili utizame mpira. Watoto hawana daftari nyumbani, hata mboga tu zimeshindikana. Yani wewe hauna malengo na dunia yako wala na akhera yako. Kwa hiyo kinachotakana uangalie ile al-aulawiyya wa anfa'u laha fi mi'adiha, na uangalie lile ambalo lina manufaa katika akhera yako. Yani target yako ni akhera tu. Allah subhanahu wa ta'ala katuwekea target iwe ni akhera. Asema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Akatuambia i'malu ma shi'tum, fanyeni mtakavyo, innahu bima ta'maluna khabir, yale yote mnayoyatenda ana habari nayo. Sasa anajua sasa kikomo chake ni wapi, kwa sababu ameshakuwekea ile mipango ambayo unaenda nayo. Innal muslima yukhattitu takhtitan ba'idan bitajawuzi alhayati dunya,
Hakika ya Muislamu anaweza akaweka mipango ambayo iko mbali sana kwa ajili ya kuvuka haya maisha ya dunia. Bitakhtiti li akhiratihi, anaweka mipango kwa ajili ya akhira yake. Wa maswiruhu ba'da mautihi, na maendeo yake baada ya kufa. Fayataallamu li ajli dhalika takhtit, kwa hiyo anajifunza kwa ajili ya malengo yale ya akhira. Anajifunza kwa ajili ya akhira. Utaisoma Qur'ani kwa ajili ya akhira yako, tauhidi kwa ajili ya akhira, hadithi kwa ajili ya akhira, biology kwa ajili ya akhira, physics kwa ajili ya akhira, mathematics kwa ajili ya akhira. Wewe una lengo hasa ni nini? Lengo ni akhira, ndio lengo kubwa. Na Allah akatuambia kwa lengo hilo, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah, tafuta katika yale yote ambaye Allah amekupa, tafuta nyumba ya akhira. Wala tansa nasibaka minad dunya, usisahau sehemu ndogo ya dunia, kwa sababu ndo unaishi ndani ya dunia hii, lakini lengo kubwa ni akhira yako. Kwa hiyo binadamu anajifunza kwa ajili ya akhira yake, liyaktamila nidhamu fi jamii jawanibi hayatihi, ili ikamilike nidhamu katika jumla ya maisha yake. Wadalilu ala dhalika qawlu nabii sallallahu alayhi wasallam, na dalili katika hilo ni kauli yake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, li antada warathataka aghniya khairul laka min an tad'ahum alatan yatakaffafuna aidi nas. Bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, hata katika haya maisha unayokwenda nayo, kuwaacha warithi wako ni matajiri, wana mali, wanaweza wakatumia wakaswarufisha, ni kheri kwako wewe kuliko kuwaacha ni maskini wanaombaomba. Hasa ili usiwaache kuwa ni maskini wanaombaomba, baada ya wewe kuondoka ufanyeje? Lazima ujiwekee hata takhtiti za kuwekeza, siku haupo hawa utakaye waacha pia wasipate tabu. Kwa hiyo inahitajia mipango pia vile vile. Na hili pia vile vile ikaja katika hadithi nyingine ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, fi dharurati takhtit, katika umuhimu wa kupanga, akasema, khudhu min shababika liharamika, ujana wako utumie kwa ajili ya kuandaa mazingira ya uzee. Usipoandaa mazingira ya uzee, wewe utakuwa ni mzee wa ajabu. Kwanza watu wote watakukimbia. Utakuwa ni mzee ambaye hana adabu, hana nidhamu. Ni mzee ambaye hawezi kukaa na yoyote. Hata wale wenyewe tu wanayekuhudumia utawaona hawakufai. Hasa chukua ujana wako utumie kwa ajili ya uzee wako, ambaye utakuja kukusaidia baada ya kuzeeka. Wa min sihatika limaradhika, na kutokana na afya yako kwa ajili ya maradhi yako. Ukiwa bado una afya, itumie afya yako vizuri. Siku ukiwa ni mgonjwa hauwezi, Allah anajua huyu aliitumia afya yake vizuri, analipwa kama alivyokuwa akifanya hina makana muafa, pale alipokuwa ana afya. Kama vile ambavyo ukiutumia ujana wako vizuri, siku ukiwa umezeeka huwezi kuutumia uzee tena, Allah anakulipa kama ulivyokuwa ukifanya wakati ni kijana, kwa sababu lengo lako uliutumikia ujana wako kwa ajili ya uzee. Sio ujana wa kuchati tu, vijana wanatembea kwa ajili ya kuchati na kuandikiana message za ajabu ajabu. Nakupenda, leo sijalala, nimekuota. Kumbe lijitu limelala linamdanganya mwenzake. Naona, sijala, kumbe lijitu limekula linamdanganya mwenzake. Kwa hiyo huko ni kuharibu mazingira, unaona? Kwa hiyo kinachotakana ni kuutumia ujana kwa ajili ya uzee, lakini kuutumia afya kwa ajili ya maandalizi pale utakapokuwa ni mgonjwa. Wa min ghinaka lifaqrika, na kama una utajiri unautumia paka kwa ajili ya umaskini. Siku nikiwa sina, Allah anajua nilitumia mali yangu vyema, kwa hiyo atanilipa kadiri nilivyokuwa nikitumia kwa nia yangu ilo kuwepo. Falmuslim yukhatitu istimrariya lilhasanati baada almaut, Muislamu anapangilia
maisha endelevu yaliye mazuri baada ya kufa kwake. Wa yukhatitu najata yawm alqiyama, na anapangilia namna ya kufaulu siku ya kiyama. Wa yukhatit lilhifadhi ala maktasaba min alhasanat, na atapangilia namna ya kuyahifadhi yale yote aloyachuma katika mema. Inna dinana alislami, dini yetu ya Uislamu, jaa bitashri'atin wa ibadatin, imekuja kwa sheria na ibada. Tuinuna ala takhtiti, inatusaidia sisi namna ya kupangilia. Linashatatina, kwa ajili ya nashati zetu, kwa ajili ya harakati zetu tunazozifanya. Wa hifdhi awqatina, na Uislamu umekuja kwa ajili ya kuhifadhi nyakati zetu hata tuzizipoteze. Uislamu umekupangilia hata namna ya mapumziko. Angalia katika njia nzuri aloipanga Allah subhanahu wa ta'ala, fa ala sabili almithali awqati salah. Mfano mzuri ni nyakati 5 za swala tulizozipewa. Salawatul khams tuqassamu lana alyawma wallayla taqsiman, zinagawanywa usiku na mchana hizi swala 5 ugavi ambayo tulaimu maa hayati albashari wa a'malihim, ugavi ambao unaendana pamoja na maisha ya wanadamu pamoja na kazi zao. Angalia baina salati alfajiri wa salati almaghribi. Fa salatu alfajiri wa salatu almaghribi, hakika swala ya alfajiri na swala ya magharibi, tufassalani nahara anil layl, zinatenganishwa na mchana, zinatenganisha usiku na mchana. Swala ya alfajiri ndiyo mwanzo wa mchana, swala ya magharibi ndiyo mwisho wa mchana. Swala ya magharibi ni mwisho wa mchana. Swala ya alfajiri, hata imamu anayeswalisha swala ya alfajiri, hata qiraa yenyewe inarefuka kidogo, na ikawekwa hii ndiyo sunna, kwa sababu watu bado hawajatoka kwenda kwenye majukumu, wanajiandaa kwenda kwenye majukumu, na adhkari zikarefushwa. Alafu swala ya magharibi ikawekwa kisomo chake ni kifupi cha kawaida. Unaona? Kwa sababu bado watu wanamalizia ile ungwe ya mchana walokuwa kwenye majukumu, angalau wafunge biashara zao, na wengine warudi ambao tayari wamechoshwa na kazi zao, waweze kurudi kwa ahali zao, waweze kurudi kwenye familia zao. Unaona? Hasa ikawekwa muda ambayo ni mulaim wa salatu dhuhuri wal asri, swala ya dhuhuri na swala ya alasiri, tuutina tajzi'a linahari, zinatupa ukamilifu ule wa mchana, zinatupa ukamilifu wa mchana. Awaluhu wasatuhu akhiruhu, mwanzo katikati mwisho. Wa salatu al-isha tuqassamu baina awwali nahari wa baqiyatuhu, swala ya isha ndo inagawa baina ya ule mwanzo wa mchana na mwisho wa usiku, ambayo sasa idha jiina nataamalu fi awsatil awqati baina salatain, tukianza kuangalia baina nyakati mbili, baina ya swala mbili, wajadena ma baina alfajiri wa dhuhuri, tunaangalia baina ya swala ya alfajiri na dhuhuri. Tujalie umeswali saa 12 kasoro, saa 1, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, masaa 8. Haya masaa hapa katikati hakuna swala nyingine ila ile salatul awabin. Salatul awabina ni salatu dhuha, hiyo ni sunna. Hakuna swala nyingine ya faradhi. Tumepewa masaa 8 ya kufanya kazi, kwa sababu umeamka asubuhi, bado una nashati, una nguvu, unaweza kufanya kazi. Kwa hiyo swala ikasogezwa mbali ili ufanye kazi, uzalishe, ulete iktisadi, ili uweze kuzalisha, ulete uchumi. Lakini ukiangalia wakadhalika ma baina al-isha wal-fajri, angalia baina ya isha na alfajiri, wa huwa arraha wan-naum, baina ya swala ya isha na alfajiri. Ukiswali salatul isha hakuna swala nyingine ila inabakia qiyamu laili
kwa wale watu ambao wanafanya qiyamu layl. Na qiyamu layli unaweza ukaswali raka 2 ukaleta na witri moja zikawa 3 ukalala. Alafu muda huu kawekwa ni mrefu. Kuna watu wengine hapa saa 2:30 saa 3 ameshalala. Angalia mtu aliyelala saa 4, tujalie yule anayechelewa kidogo. Amelala saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10. Ndiye anaanza kuwatafuta maji yako wapi kujiandaa na swala ya alfajiri. Au 11. Ina maana huyu mtu ana masaa 7 ya mapumziko. Allah amemwekea huu ni muda wa kupumzika ili upate nguvu za kwenda kuchuma wakati wa mchana. Upate nguvu za kwenda kuchuma wakati wa mchana. Salatu dhuhuri na salatu al-asri zikawekwa karibu. Umeswali alfajiri, ukafanya kazi mpaka adhuhuri, umechoka sawa. Kwa baadhi ya watu wanalala qailula. Ikawa ni sunna watu walale qailula. Na ikaja hadithi ya Mtume, qilu fa inna shaytana la yaqilu. Laleni qailula, shaytani halali qailula. Ukiswali ya dhuhuri, unapata chakula, unalala qailula mpaka salatu al-asri. Ukiswali salatu al-asri umepata nguvu, unatoka tena kwenye majukumu. Kama hauendi tena kwenye majukumu mengine, ni sunna kukaa msikitini ukasoma Qur'ani au kufanya ibada za adhkari, kwa sababu katika baina salatu al-asri wal maghribi kuna nyakati ambazo ni mustajabu dua. Kuna nyakati ambazo zinajibiwa dua. Mtu anaweza kafanya adhkari kwa wakati ule, kwa sababu amefanya kazi kuanzia asubuhi yote mpaka saa 7 amechoka. Kuna uwezekano wa kufanya hivyo. Kwa hiyo hata hizi swala 5 zimegawanywa tulaimu awqatil insan, zinachunga nyakati za binadamu asiende akapoteza ovyo. Lidhan ahamu anasiri at-takhtit al-mandhur al-islami, miongoni mwa nukta muhimu za kupangilia ambazo zimetizamwa na Uislamu zikapangiliwa ni tahdidi al-ahdaf, kuwekea mipaka yale malengo yako, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama. Usipoweka mipaka, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ukikosa kuweka mipaka akatufananisha na mtu wa aina hii. Allah akasema, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahada amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Hivi yule mtu anayetembea mara anaanguka, anasimama anaanguka, miguu yenyewe inakataa, ajiangusha na uso wake. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahada amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim, huyu atakuwa ni bora au atakuwa yule ambaye anatembea miguu yake imesimama vizuri, anaenda vyema? Wewe unasemaje Sheikh Musa? Anayetembea miguu iko sawa, hahitaji mguu wa 3 na wa 4, na yule anayetembea miguu inakataa mpaka anajisaidia na mikono, wakati mwingine anatambaa na tumbo, yupi anatembea vizuri? Ambaye anatembea na miguu ndo yule mwenye kuweka takhtiti, mwenye malengo. Sawa? Kwa sababu atatembea vizuri kwa sababu analifuata lengo lake. Ambaye anatembea mara anarudi nyuma, anaenda mbele, kiatu amekiacha nyuma na kirudia, mara kingine kimetangulia mbele, unaona? Mara ameona huku kuna nzige ametokea, panzi ametokea upande huko, kaanza kumfukuza, amemaliza na yule, mara digidigi katokea huku, kafukuza akachoka, mara sungura ametokea huko. Alau wakati huo ndiye alikuwa ana safari. Ametoka hapa pengine ameenda Walanyango. Unaona? Alau yeye anahangaika na hivi vitu njiani. Wewe unafikiri atafika huyu? Hawezi akafika kwa sababu hakuwa na lengo la safari yake huyu. Unaona? Matokeo yake linachoea, anatafuta mahala pa kujihifadhi, analala. Ndio hawa watu unakuta sasa mtu anatoka ana safari, anamaliza mwezi mzima hajarudi, alafu hakuna cha maana alichokifuata. Akienda kwa watu wamesalimiana au wamepishana na mtu barabarani, anamwambia sasa, shekhe vipi bwana? Unaonaje ulale bwana? Haisema mbona ni kweli bwana. Si bora nilale, mbona hata jua lenyewe nalo limeanza kusogea hivi. Unaona? Yaani mtu anamjaribu tu, unaonaje ukalala bwana ukaendelea na safari kesho. Haisema ni kweli bwana. Bora na mimi nimeamua, bora nimelala bwana. Unaona? Hasa wewe unafikiri atafika saa ngapi huyu? Hana malengo yani. Naam. La pili, tahdidi al-aulawiyat,
kupangilia yale ya muhimu ukaenda nayo. Na hii wayatajalla dhalika fi da'wati nabii sallallahu alayhi wasallam haithu bada bi ahlihi. Hili linaonekana kwa da'wa ya mtume sallallahu alayhi wasallam, alianza cha muhimu, tena wale wa muhimu akaanzia na watu wake wa nyumbani. Na Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia wa andhir ashirataka alaqrabin, anza kuwaonya jamaa zako wa karibu, watu wako wa karibu. Akaanza na watu wa nyumbani kwake kwanza, au wale watu wa karibu naye kwanza, ndiye akaanza kuwaonya wale. Wayatadhihu min khilali wasiyati nabii sallallahu alayhi wasallam li Muadh ibn Jabal, na hili linawekwa wazi na wasia wa mtume sallallahu alayhi wasallam alipomwambia Muadh ibn Jabal kwamba atakapoenda huko katika mji wa Yaman akaanze na neno tauhid, aanze bikalimati la ilaha illa Allah. Fa inhum ajabuka, wakikuitikia kwenye tauhidi, basi faalamuhum anna Allah qad iftaradha alayhim as-salah, wafahamishe kwamba Allah amewafaradhishia swala. Kwa hiyo katika takhtiti unaanza al-aulawiyya fal-aulawiyya, cha muhimu kisha cha muhimu zaidi kwenye takhtiti yako, cha muhimu kisha cha muhimu zaidi. Kwa mfano, unapopanga ukaoe, natoa mfano huu kwa sababu vijana wengi hapa. Unapopanga ukaoe, unaanza na godoro, unaanza na mahari. Unaanza na godoro. Unaona vijana wasiyekuwa na takhtiti hapa wanakuambia unaanza na godoro. Hasa wewe umepata vipesa vyako 300,000 ukaenda ukanunua godoro. Alafu mchumba akakwambia anataka 100,000. Hauna, 300,000 imeenda kwenye godoro. La sivyo naolewa na mwingine. Hasa ataolewa na mwingine, wewe unabaki na godoro ndani. Unaona? Kwa lazima uanze na al-ahamu fal-ahamu. Wewe utabaki na godoro, watu watachukua mke. Si unaelewa? Unasikia wewe shekhe walalaji. Unaona? Eti yeye ameanza kununua jagi. Yaani wewe unahangaika, unataka kuoa, unaanza na jagi. Rafiki yangu, hawa wanawake wanakuja na majagi, wanakuja mpaka na kila kitu wanaleta wenyewe. Wala sisi hatuhangaiki sana na mambo haya. Unaona? Wewe anza na kile ambacho ni muhimu yani. 3, istithmari jamii almawaridi almutaha, kutumia kuzalisha jumla ya yani vile vinaweza kukufikisha kwenye lengo, vile ambavyo vina uwezekano wa kufanywa hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia ardhi ni pana, ni tandiko. Tembeeni juu ya ardhi, tafuteni riziki, wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Kuleni riziki yake, lakini kwake mtarejea. Kwa hiyo kadiri mtakavyoendelea kutembea, lazima muangalie kile ambacho ni cha muhimu kitakachoweza kukufikisha kwa Mola wako kwa salama. Badlul asbabi wal wasail, kutumia sababu na wasila wa kuweza kukufikisha katika malengo. Kulingana na muda unavyokimbia, nitaingia moja kwa moja katika mfano ambao ni muhimu sana, na mfano wa Yusuf alayhi salatu wassalam. Yusuf alayhi salatu wassalam, yeye amezaliwa na mzee Yaqub, walikuwa ni vijana 12 na walikuwa wakipendwa na wazazi wake, lakini Yusuf kapendwa zaidi. Yakatokea kujitokeza Yusuf akatupiwa kisimani na wenzake, mara akatolewa kwenye kisima, akauzwa kwenye mji wa Misri, amelelewa na yule mfalme, mara akatuhumiwa zina, mke wa mfalme anataka kumbaka, lakini akafungwa jela Yusuf alayhi salatu wasalam. Alipofungwa jela, akiwa kule jela, mengi yametokea, sina haja ya kuyazungumza, lakini kuna simu ya mtu inaita hapa, aiangalie. Lakini katokea mahala mfalme akaota ndoto. Ile ndoto ya mfalme ikawastaajabisha watu. Inasemaje hiyo ndoto? Waqala almaliku inni ara 7 baqaratin simani yaakuluhunna 7 ijaf wa 7 sumbulatin khudhurin wa ukhra yabisat ya ayyuha almalau
aftuni fi ru'yaya in kuntum liru'ya ta'burun. Mfalme akasema hivi, siku moja akaamka usiku akamwambia, mimi nimeota ndoto. Nimeota kuna ng'ombe 7 wamenenepa. Wamenenepa vizuri tu, lakini yaakuluhunna 7 ijaf. Wale ng'ombe wanaliwa na wale ng'ombe waliyekonda wako 7 pia, wanashambuliwa. Lakini na pia vile vile nimeona mashuke 7 ya kijani, alafu mengine 7 yamekauka. Wakati anasema maneno haya, kulikuwa na vijana 2 wamefungwa jela pamoja na Yusuf alayhi salatu wassalam. Mmoja alikuwa akifanya kazi ya kumnywesha mfalme. Sasa walipokuwa jela, Yusuf aliwatafsiria ndoto kwamba wewe utarudi kumnywesha mfalme na yule mwingine atanyongwa, atauawa na ataoza mpaka ndege watakuwa wanakula juu ya kichwa chake. Na ni kweli ndoto hii ikatimia. Yule mwingine akahukumiwa kuuawa na mwingine akahukumiwa arudi kumtumikia mfalme. Baada ya kutimia ndoto hii, yule kijana, baada ya watu kutafuta mfasiri wa ndoto wakamkosa, yule kijana akawaambia kwamba kuna mtu ambaye anatafsiri ndoto lakini yuko jela. Waqala alladhi naja minhuma wadhakara ba'da umma ana unabbiukum bitawilihi faarsilun. Yule aliyefaulu katika ile ndoto akamwambia, mimi nitakufahamisheni anayejua kutafsiri ndoto, nitumeni nikamlete. Akatumwa akamlete. Akasema alipofika akamwambia Yusufu ayyuha siddiqu, Yusuf, ewe mkweli, rafiki yangu kipenzi, tutafsirie ndoto hii. Aftina fi 7 baqaratin simanin yaakuluhunna 7 ijaf wa 7 sumbulatin khudhurin wa ukhra yabisati la'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamun. Hebu tutafsirie hawa ng'ombe 7 walonenepa na hawa ng'ombe 7 walokonda na yale mashuke 7 ambayo ni ya kijani na yale mashuke 7 ambayo yamekauka. Nini maana yake? Yusuf alayhi salatu wasalam akaitafsiri ile ndoto. Qala tazra'una 7 sinina da'aba. Yusuf akamwambia, mtalima miaka 7, mvua zitanyesha vizuri, mtalima, mtavuna miaka 7 mutawaliyat. Fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma taakulun. Kile mtakachovuna, angalia takhtitu imeanza hapa. Yusuf alayhi salatu wasalam akamwambia mtalima miaka 7. Hii miaka 7 hii mtawatumia wale ng'ombe katika kulima, wataleta riziki ambayo hao ndo ng'ombe walonenepa wenyewe, ambayo itakuja kuliwa ile riziki kwa miaka 7 nyingine ijayo, wakati ni ukame. Wale ndo ng'ombe 7 walokonda. Hasa mlime kwa wakati ule, kile mtakachokivuna fadharuhu fi sumbuli, kiwekeni kwenye mashuke yake bila kukipiga. Zamani ilikuwa hakuna dawa za kuua wadudu. Unaona, ukiweka mahindi ndani ya miezi 5-6 yamegongwa yote, yameharibika, wadudu wengi. Hasa fadharuhu fi sumbuli, yawekeni kwenye mashuke yake hivyo hivyo bila kuyapiga ili ziweze kuhifadhika hizo na 7. Takhtitu hiyo, wekeni, hifadhini vizuri isije vikaharibika. Illa qalilan mimma taakulun, isipokuwa kidogo katika kile ambacho mtakula, kwa sababu mkienda mkaweka kwenye maghala chote mtashindwa kutumia. Bakizeni kidogo kile ambacho mtakula. Thumma yati min ba'di dhalika 7 shidad. Itakuja miaka 7 mingine ya ukame, ya shida. Yaakuluhunna ma qaddamtum lahunna. Ndio hapo mtakula kile ambacho mlikiwekeza katika miaka iliyopita. Illa qalilan mimma tuhsinun,
isipokuwa kidogo katika kile ambacho mtaweka kama mbegu za kwenda kupanda na mfano wake. Thumma yati min ba'di dhalika amun fihi yughathu an-nas wa fihi yasirun. Utakuja mwaka ambaye watu watakuja kuokolewa, ina maana shibe itakuja, mvua zitanyesha na mfano wake, na wengine wataishi katika tabu, kwa sababu mvua inaweza ikaleta mafuriko pia, watu wakazama, majumba yakaondoka na baadhi ya nafaka zikapotea. Itakuja miaka mingine yenye maafa tena. Yusuf alayhi salatu wasalam, katika tafsiri ya ndoto hii, mfalme aliamua kumwacha huru atoke gerezani kwa sababu ya takhtwitu yaliokuwa ameiweka Yusuf alayhi salatu wasalam. Takhtwitu nyingine ambayo ni muhimu sana, tunaiona takhtwitu yalioiweka Nuhu alayhi salatu wasalam. Nuhu alayhi salatu wasalam, baada ya kuwalingania watu zaidi ya miaka 950, na Allah subhanahu wa ta'ala asema walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama. Tumemtuma Nuhu kwa watu wake akalingania miaka 1000 kasoro 50. Alipoona watu hawaelekei akapata watu 83 peke yake. Katika baadhi ya tawarikhi watu 82, na watu 12 ni katika familia yake ya karibu. Mtoto wake tu hakumwamini wala mke wake. Hasa akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dayara innaka in tadharhum yudhillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara. Allah, usiache hawa watu hawa makafiri hao, usiwaache kwenye ardhi waendelee kuishi hao, kwa sababu ukiendelea kuwaacha hawa, innaka in tadharhum yudhillu ibadak, ukiendelea kuwaacha hawa wanapotosha waja wako, wala yalidu illa fajiran kafara, hazaliwi isipokuwa muovu na ni kafiri. Allah subhanahu wa ta'ala akaamua kuangamiza hao watu, lakini akamwambia Nuhu atengeneze safina, atengeneze jahazi. Nuhu alayhi salatu wasalamu akaanza namna ya kulitengeneza lile jahazi. Kaingia porini, anakata miti, anakata mbao, anatengeneza, pigilia misumari, anafanya kadha. Lakini watu wanajiuliza maswali, Nuhu, wewe unatengeneza jahazi mlimani huku porini, alafu litaenda kuelea wapi? Yani hiyo bahari itatoka wapi? Hata hawakuamini kama bahari itaweza kupatikana, yani hawaamini hilo. Nuhu anaendelea, akatafuta matiri, akaanza kutengeneza, lakini akatengeneza jahazi likakamilika. Amri ya Allah ikaja, akaambiwa ihmilu fiha min kullin zawjayn ithnain, beba viwili viwili. Akaendelea katika ile takhtiti, akabeba viwiliwili, kila kitu, jike na dume, jike, ili ulimwengu uje uendelee baada ya hapo, kwa sababu vikiangamia vyote hakuna ulimwengu tena. Takhtiti hii ili ulimwengu uendelee. Lakini hilo jahazi lini litaanza safari? Min aina, kuanzia wapi? Ila aina, na litakomea wapi? Wa madha sayahmilun, na watabeba nini ndani ya hilo jahazi? Hayo yote akayapangilia Nuhu alayhi salatu wassalam, ili kusudi aweze kufikia malengo. Ikabidi apangilie namna ya kile kitakachobebwa na jahazi, na ni lini kitabebwa, na kitaanzia wapi, kitakomea wapi, kikomo kikawepo. Mwisho wa yote Nuhu alayhi salatu wassalam akafaulu. Baada ya kuja ile gharika kubwa, akawa ni mwenye kufaulu kwa kubeba kila kile ambacho kilikuwa kinahitajika kubebwa, ikawa ni sababu ya kufaulu na akaokoka. Mwisho wa yote ulimwengu ukaendelea mpaka leo hii. Hapo kwenye kisa cha Nuhu alayhi salatu wassalam nimekipeleka haraka, nataka nipeleke kisa ambacho ni muhimu zaidi, kwa sababu hichi ndio kitakuwa ni cha mwisho wa muhadhara wetu. Ni takhtiti aloiweka Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bwana Mtume wakati akifanya da'wa amepata maudhi mengi sana. Mwisho wa yote akaona bora nikimbilie mji wa Taif. Akimbilia mji wa Taif, akaenda akapigwa mawe, hakupata nusura.
amezingirwa pale katika bonde la Bani Hashim zaidi ya miaka 3. Amepata tabu bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hii da'wa, lakini hata kama alipowapata wale maswahaba wachache hawakuwa na jazba wala hawakuwa na tahamaki, mpaka alipoambiwa na malaika Jibril wakati ametoka Taif, sema nimekuja na malakul jibal, hawa watu wa Taif tuwapigize baina ya milima miwili waangamie. Akasema usifanye hivyo, hakika katika migongo yao watapatikana watu watakayetaja neno Allah. Hii ni takhtwit ili tauhidi isimame katika ardhi. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda na takhtwitu ya namna hii. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaamuru maswahaba wakaenda Taif wakiongozwa na Jaafar ibn Abi Talib, wakaenda huko Uhabeshi kule, wakamkuta mfalme wa Uhabeshi huko Najash, akawakirimu kule, wakarudi. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kufanya da'wa, akamtuma Mus'ab ibn Umair kwenda mji wa Madina kwenda kuwalingania watu na kuwasomesha Qur'an, mpaka ikafika mahala wakaja watu zaidi ya 71 au 73 na wanawake wawili kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakiwa wamesilimu. Bwana Mtume anaweka takhtwiti kuandaa mazingira ya da'wa, hata siku akiamua yeye mahala ataelekea atapata mahala pa kujihifadhi. Takhtwiti ya kwanza, wakati anaiandaa ile hijra kutoka Maka kwenda Madina, ikhtiyari Siddiq almunasib, akachagua rafiki ambaye anaweza kanasibiana naye kwenye safari. Kwanza ni msiri, ni mshupavu, mwaminifu, ataweza kumsaidia na kumuongoza. Arifu li ansabi wa adati nas, anafahamu nasaba za watu na ada za watu. Huyo ndo wa kuondoka naye kwenye safari, atamsaidia. Akamchagua Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Wewe ndo tutakayeondoka mimi na wewe kuelekea mji wa Makka, baada ya kwamba ameamrishwa na Allah ahame kuelekea Madina, baada ya kwamba ameamrishwa na Allah ahame kwenda Madina. Akamchagua Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Hii ni takhtwitu ya kwanza, kwa ajili ya kwamba ni swaib fil hijra, yeye ndo ataongozana naye katika hijra hiyo. Abu Bakari atakuwa ni rafiki yake katika safari hiyo, liinjahi al-amaliya, ili kazi iweze kufaulu vizuri. Wa kana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu huwa daurun al-kibar, Abu Bakari ndo akawa ni dauru kubwa ya nafasi hiyo. Takhtwitu ya pili aliyoiweka kabla hajaondoka, Abu Bakari tutaondoka, kabla hajaondoka, tajhizi alwasaili dharuriya kabla almaw'id bizamanin kafi, akaandaa wasila za kumfikisha kule za lazima kabla ya ule muda wa kuondoka, ili iwe liyatafadi sur'a wal irtibak, ili yaweze kwenda kwa haraka zaidi. Alladhina qad yahsula lahdhatan alhijra walidhalika jahazat arrahilati qabla almaw'id bi 4 ashhur. Bwana Mtume alimuandaa yule ngamia wa kusafiri naye siku hiyo miezi 4, akimuandaa. Anafanyishwa mazoezi ya kukimbia, anafanyishwa mazoezi ya kulishwa, anakula, anashiba vizuri, anapata nguvu, mazoezi ya kutembea masafa, anakunywa maji, alafu akinyweshwa maji anakalishwa kwa muda mrefu bila kunywa, ili kwa sababu ile hijra itakuwa ni ndefu asije akapata tabu. Yule ngamia tu akafanyishwa mazoezi miezi 4. Kwa nini mnapoanza kulima si mnawafanyisha ng'ombe wenu mazoezi ya kuingia shambani, au wanaingia tu ili mradi? Si mnawafanyisha mazoezi? Tena utakuta kiangazi chote unahangaika kuwafundisha wale ng'ombe kulima, mara wakati mwingine wanakupitia na wewe juu, unaona? Mwisho wa yote wanazoea. Sasa Mtume akamwandaa yule mnyama wa kusafiri naye kwa siku hiyo, akaandaliwa kisawasawa, ili asije akaleta shida njiani. Sawa na mtu anaposafiri leo na gari lazima aifanyie service. Hata pikipiki lazima uifanyie service ndogo, hata baisikeli
Unafanyia service. Kama unajua una safari ndefu utanunua hata tairi mpya, si ndio? Bwana Mtume akamwandaa yule mnyama kisawasawa. Tajhizi nyingine aloifanya itqanu dauru almukhadaa, nafasi ya ule udanganyifu ili maadui wasije wakajua. Akaitengeneza vizuri Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama, ilikuwa ni khadaatul harbia, udanganyifu wa kivita. Akamchagua Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, huwa alladhi sayanamu ala firashihi. Wewe Ali, siku nitakapohama mimi, wewe ndio utakayelala kwenye kitanda changu. Sawa? Maadui wakija wakipiga jicho bado amelala. Sawa? Kumbe mimi nimeshaenda. Na wana siku hiyo unaingia mapema kulala pale, au mimi natoka mapema kwenye shughuli zangu. Wao jioni watakuja wakichupa jicho, wanaona mtume amelala, kumbe mimi naendelea na safari. Ali ibn Abi Talib akaenda kalala kwenye kitanda cha mkwe wake Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ile siku ya hijra, mtume anaondoka anapiga masafa, wenyewe wanaenda wanapiga chabo dirishani, Ali amelala. Wanafikiri mtume amelala, bado amelala. Wanafikiri mtume amelala, mpaka akapiga hatua, anakuja kuamka, kumbe ni wewe Ali. Unaona? Mtume alilipanga hilo kimaksud. Lakini lingine alolipanga Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ishraku nisa fi najahi alhijra. Akashirikisha na wanawake katika jambo la kuhama. Haliwezi kwenda jambo kama hakuna mwanamke. Sawa? Ndio maana wanasema likulli adhimin tahtahu mraa. Kila utakayeona mtu ni mkubwa, chini yake kuna mwanamke. Wewe jifanye tu auoi unaishi hivi hivi, jambo lako haliwezi kwenda hata kidogo. Au mwingine ameoa na mwanamke wa ovyo, unaona huwezi ukapiga hatua, tafuta mwanamke mwingine pia. Ndio maana unatakana uwe na wanawake wawili, watatu mpaka wanne. Katika hao wanne lazima atapatikana mmoja au wawili wanaweza kukunyanyua ukanyanyuka, sawa? Sio wewe unatafuta yule mwanamke ambaye muda wote anakurudisha nyuma kila siku. Sio, unaelewa eh? Tafuta na mwingine, wewe wawili, watatu. Jamaa mmoja alipoona mbona kama vile wananivuta narudi nyuma, akasogea. Anaona? Kaenda kaweka mwingine mbali. Akawa anasema anapiga pasi za mbali. Unaona? Unaona, anapiga pasi za mbali. Yeye kazi yake ni kutembea na shuka. Unaona? Miongoni mwa wanawake walioshirikishwa, alipoenda Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anamueleza Abu Bakari Siddiqi alhijra, wakasikia mabinti zake wawili ambaye ni Asma na Aisha, wakataka na wao wahame pamoja na Mtume. Kaambia la, mtakuja kuleta shida, nyinyi hamwezi kuhama, nyinyi bakini. Lakini Asma akashirikishwa kwenye jambo kubwa, sisi tutaenda kujificha katika pango fulani, wewe kazi yako ni kuleta chakula. Asma ndo alikuwa akifanya kazi hii, anafungasha chakula usiku, anapeleka, maadui wanamuwinda Mtume, anapishana na maadui usiku na kadhalika na nini, mara anajificha kwenye mito, mara kwenye miti, anafikisha chakula. Siku zote zile wakati Mtume amekaa kwenye pango pale, Asma ndiye alikuwa akifanya kazi ya kusafirisha hicho chakula. Mpaka siku moja akakosa hata cha kufungia chakula, akapasua ule mtandio wake wa kichwani, akaukata mapande mawili, akafunga chakula upande huu na upande huu. Bwana Mtume akampa lakabu, akamuita dhatu nitaqaini fil janna, akaitwa mwenye mitandio miwili peponi. Kwa hiyo Asma alishirikishwa, akachukua dauru kubwa sana katika hii hijra ya kuhakikisha kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na Abu Bakari Siddiqi anapata chakula cha kutosha huko anakoelekea. Hili limepangwa kwa masiku. Lakini takhtitu nyingine aloiweka Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapa kote anayoyafanya haya, lengo afike Madina. Lengo afike wapi? Madina. Na afike yani pasina kupata akabati zingine ambazo zitamzuia kutofika. Takhtitu nyingine aloiweka, takhsisi hiza al-atfal lil-atfal liibrazi daurihim fi hadha al-hadath al-azim. Bwana Mtume aliandaa sehemu ya watoto katika kutimiliza hili lengo kubwa, na watoto pia kawashirikisha. Katika wanaume kamshirikisha Abu Bakar na Umar. Abu Bakar tutakuwa pamoja, Umar utalala nyumbani kwangu. Kwa wanawake akamshirikisha Asma. Asma kazi yako ni kubeba chakula.
akawashirikisha na watoto wadogo. Hajaacha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliyeshika dauru hiyo pia vile vile alikuwa ni Abdullah ibn Abu Bakar Siddiq. Abdullah ibn Abu Bakar alladhi kana yatakaswa akhbara Quraish. Yeye alikuwa anaiba habari za Makuraish. Wanasema nini? Yeye akawa ni jasus. Wanasema nini? Wanafuatilia wanapita njia gani? Alafu anapeleka habari usiku. Mtume wamepanga kesho watapita hivi, watapita hivi, watapita hivi. Kwa hiyo mazingira wanayoyapanga nadhani huko hawatofika. Kwa hiyo akawa yeye anachukua habari anapeleka kule aliko Abubakari, na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anawapelekea hizo habari kule katika Gharu Thaur. Wamekaa kule kwenye pango la Thauri. Abdullah ibn Abi Bakari anapeleka habari hizi. Asma anapeleka chakula, Abdullah anapeleka habari. Kila mmoja ana kazi yake tofauti. Hii lengo ni kufika Madina. Takhtitu ya kufika Madina. Takhtitu nyingine aliyoiweka Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa min jamili takhtit. Takhtitu kubwa kabisa ilikuwa ni taklifi Ra'i Amir ibn Fuhaira. Akamkalifisha mchunga mifugo Amir ibn Fuhaira, akamwambia wewe sasa utakuja kuchunga mifugo yako karibu na pango la Thauri, Gharu Thaur. Sawa eh? Alafu mifugo hii utakuwa unaipitishia barabara fulani. Tutakapopitia sisi, wewe utapitisha mifugo yako ifute nyayo, miguu isionekane. Alafu utakuwa unachunga pale karibu na Gharu Thauri. Watu watakuja watakuuliza, bwana hujaona kuna mtu akapita hapa yuko hivi na hivi? Mimi sijaona bwana. Na angepita hapa ningemuona. Unaona? Hujaona mtu yuko hivi na hivi? Sijaona bwana. Lakini faida nyingine tutatumia na yale maziwa ya wale wanyama. Kama Asma atachelewa kuleta chakula, utakamua mbuzi kidogo utatuletea, tutakunywa yale maziwa. Hii ni takhtiti. Tunaenda Madina hapa. Mtume anaelekea Madina yani. Haya yote anaweka mpaka anyofangaje ya mego naye. Ramadhani tutanisamea huko. Unaona? Walikuwepo. Unaona? Wale wakufuta nyayo pia walikuwepo. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka takhtiti ya kuelekea katika mji wa Madina. Takhtiti nyingine aliyoiweka, wa min kamali takhtit an ittakhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Urayqat dalilan arifan bitariq. Akatafuta mtu anayejua njia ya kuelekea Madina, walau kana mushirikan, hata kama ni mshirikina. Mimi sijawahi fika Madina, Abubakar hajawahi fika Madina, hatujui nani atakaye tuelekeza njia ya kufika Madina. Akamtafuta mtu ambayo ni muaminifu, hata kama ni Myahudi, hata kama ni mshirikina, sio Muislamu. Akamtafuta Abdullah ibn Furaiqat, yeye ndo atawaelekeza dalu tariq, wewe ndo utakayekuwa unatuelekeza njia. Akamtafuta na huyo akawekwa special kwa ajili ya kuelekeza njia. Tutatua mahala fulani, tukikwama pale utakuja kutupeleka mpaka mahala fulani, utakuja kutupeleka mpaka mahala mpaka tutafika. Takhtitu ya mwisho, watabaqa a'dhamu mahatta fi hadha takhtitu albari'. Ikabakia stendi ya mwisho katika takhtitu hii ambayo ni muhimu, tahayya at-tarbiyati as-salihah fi al-madinati al-munawwara liistiqbali an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Akaandaa malezi mazuri katika mji wa Madina yatakayekuja kumpokea Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akayaandaaje yale malezi? Akamtuma Mus'ab ibn Umair, nenda ukawasomeshe watu Madina Qur'an, watambue kitabu cha Allah, wajue kuswali, wajue kutawadha, wajue maana ya dhayafa. Mus'ab ibn Umair anaenda anafanya da'wa katika mji wa Madina, mpaka siku anaenda Mtume, Waislamu wamejaa tele Madina. Wapo wakampokea Bwana Mtume na wakaimba wimbo tala albadru alaina min thaniyati alwida. Unaona? Ayuha almab'uth fina jita bi amri almuta'. Hasa akapata mtu wa kwenda kuandaa mazingira ya huko Madina, akapeleka risala tu ad-da'awiyya, risala ya kidawa ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hali hii Bwana Mtume aliweka mazingira yale na mahala pa kwenda kufikia akaandaa, nayo ni Daru Abi Ayyub al-Ansari. Ataenda kufikia katika nyumba ya Abu Ayyub al-Ansari. Yule ngamia wakati anatembea wanamsimamisha,
Bwana Mtume anawaambia da'uha fa innaha ma'mura, mwacheni huyu ameamrishwa, ana mahala pa kwenda kugota. Paka akaenda katua kwa Abi Ayyub al-Ansari katika nini, Darul Arqam. Hasa kwa mazingira yale Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanikisha hijira yake ikatimia. Na kuuliza swali, wewe kwenye maisha yako una takhtiti gani? Ili ufikie malengo yako umejiwekea takhtiti gani? Yani sitaki uniambie hapa sasa hivi, ikiwezekana ukashike karatasi na kalamu uweke takhtiti ya maisha yako yataendaje. Hata kama utahitaji kufanikiwa, uwe na watoto wenye tarbia salama, lazima uweke mipango. Uwe na wanawake wenye adabu na heshima kwenye mji wako, lazima uweke mipango. Uweze kufaulu kwenye maisha yako ya duniani, lazima uweke mipango. Uweze kufaulu kwenye akhera yako, lazima uweke mipango. Kwa hiyo kuanzia hivi sasa ibda takhtiti, anza kuweka takhtiti. Maudhui hii ni ndefu, inahitaji muda mrefu, lakini tutosheke na haya ambayo tumeyachukua kwa siku ya leo, kwa sababu tumeacha nukta ambazo ni muhimu. Al-ahamu fal-ahamu,